Mara ya pili walikwama kwenda. Mara ya pili hawakuweza kuivuka Yeriko. Hawakuweza kuivuka kwa miaka 40. Wanateseka. Leo kuna watu wako hapa mwaka wa 10 anateseka kutafuta biashara na hapati. Wewe unafikiri haupambani, unapambana. Unafikiri wewe hauumii hapo, unaumia, unajikaza. Lakini ukikaa unajiona kabisa kwamba I deserve to be someone. I deserve, yani nastahili kuwa mtu fulani. Nastahili kuwa mama, nastahili kuwa baba, nastahili. Lakini kwa nini siwi? Hilo ndio swali la kujiuliza. Na sio kwamba uombe. Asubuhi kana mchekesha mke wangu, nikamwambia hivi, kuna wakati hata maombi yako yanaweza yakagonga mwamba kama haujui mbinu ya kuangusha mwamba. Narudia tena, kuna wakati maombi yako yanaweza yakagonga mwamba kama haujui mbinu ya kuangusha mwamba. Kuna wakati sadaka yako inaweza kagonga mwamba kama haujui mbinu ya kuangusha mwamba. Wale sio kama walikuwa haujui, walikuwa wanaujua ule mji. Na Yoshua alikuwa anaujua ule mji. Kwa nini alikwama? Kwa sababu gani? Mungu alitaka watumie akili yao kuvuka. Kuna watu mko hapa mwaka wa 2 huu, mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 5. Kuna mambo ni magumu, hayapitiki. Yaani kuna mtu kwenye maisha yake amewekewa lamani, kawekewa mpaka.